Kuna mgonjwa wangu yuko hapa. Nataka nikamuone. Mgonjwa wako yupoje? Ni mdada, mnene afu mweupe kidogo. Ameletwa sio muda mrefu hapa. Pita hivi. Pita kona hii, nenda mlango wa kwanza, wa pili, wa tatu. Utaona wodi namba 4 pale, utamkuta yuko pale. Yeah. Nashukuru dogo. Ngoja nikamuone. Msalaba sina wa kunibebea. Shida magonjwa yote yamenizidia. Hata sijui nani wa kuniokoa. Maskini nilitamani utajiri, nikatumia njia za asili. Asa leo ninaumiza akili. Asa limegeuka shubiri. Shubiri, 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 shubiri. Loveness, mbona asubuhi? Hey shoga yangu, yanapo unavunona ndo nilikuwa mkuja kuchukua langu nende safari. Maana si wamechanga wote. Wamejitahidi kuchanga. Isipokuwa mmoja ndo hajareta sababu naye amepata matatizo hapo hospitali. Yaani kigoba kinanivuruga hatari. Hakuna siku yote unaotaka kuamini. Friend nipatie ile naondoki. Basi sawa, ngoja nikuletee. Hapa ndo la yenyewe hiyo. Ni ambaye sana sana. Sasa shunakis. Shoga yangu mimi naondoka. Haya, karibu. Asante. Haya. Wewe, vipi mbio jolote hilo nenda wapi? Nawe kwenye kazi zangu, si unaona muda mwenyewe umekimbia sana. Na vipi una taarifa za dadake paka kuumwa? Yaani paka huyu mko tamako. Kumbe nani? Mwenyezi Mungu ausike katika hili. Maana dadake mwenyewe msaada wake ni paka huyu mko tamakopo. Sasa sijajua kama kipato chake kitakizi matibabu ya dadake. Sawa. Ngoja inyeshe tunipa takapovuja. Mimi nilikuwa nakupa taarifa tu. Ngoja mimi niende zangu. Dada, amka dada basi. Umekuaje? Dada, upito na nini? Dada, mpatwa na nini? Kuna muda na wazo singezaliwa. Maskini kila sehemu nakataliwa. Kula kwangu mimi ni kwa kutupiwa. Fungu langu lini nitajaziwa. Maisha leo yamenilemea. Msalaba sina wa kunibebea.
Shida magonjwa yote yamenizidia, hata sijui nani wa kuniokoa. Ndio, mgonjwa wako tumempokea na alomleta hakuwa na taarifa zote kuhusu mgonjwa. Kwa hiyo kwa kuwa wewe mwenyeji wake umefika, tunatakiwa kujua mgonjwa wako huwa anasumbuliwa na nini kabla ya kufika alomfika kumleta huku. Dokta, mimi yule dada yangu yeye anaishi maisha yake na mimi naishi maisha yangu. Kwa hiyo sijui kabisa kwamba anasumbuliwa na nini. Na hizi taarifa mimi nimepigiwa tu nilikuwa katika shughuli zangu. Kwa hiyo sijui kabisa kwamba tatizo ni nini. Labda nyie kama wataalamu, labda mnaweza mkajua kwamba anasumbuliwa na nini. Dokta, mimi nataka dada yangu apone. Dada yangu asife, dokta. Nampenda sana dada yangu. Okay, tunachotakiwa kufanya, taratibu za kwanza zaidi ni kumfanyia check up ya mwili mzima, tujue nini kinamsumbua. After that tujue tunafanyaje, lakini kabla ya kumfanyia check up inahitajika ulipie shilingi 50,000 taslimu ya Kitanzania ili aweze kufanyiwa check up. 50,000 ni pesa kubwa sana kwa kipato changu mimi. Dokta, siwezi nikapata hiyo hela mimi. Naomba nisaidie. Nisaidie sana dokta. Dada yangu asife. Kwa hapo mimi sina cha kusaidia because sina otherwise. Na it's a very serious. Mgonjwa wako anaumwa sana na wewe ndo mtu pekee wa kumsaidia. So you have to do hurry and do everything to bring the money right here and right now. Asi sawa dokta. Mimi ngoja niende nikapambane. Kama nitafanikiwa kupata hiyo pesa basi nitaileta. Okay, jitahidi sana. Kuna muda na wazo singezaliwa, maskini kila sehemu nakataliwa. Sasa unapiga meo ya nini? Wakati nilikwambia tuifanye ile kazi aliyoiacha Maza ukakataa. Sasa hivi unanipigia meo nini? Yaani umeambiwa mkianza kuchota si mkachunge. Mkitoka kuchunga kikeni maharage ya usiku. Mkimaliza kupika maharage ya usiku si mfagie. Ndio utajua sasa tunakula wapi. Ametuambia siku hizo 3 bila kula naishije sisi? Hivi tukisema twende pale kituoni tukajielezea hata tunayoipitia na changamoto zote, haweza kutusaidia. Hilo ni wazo. Ila mimi na wazo. Wazo gani? Unamjua yule dada yule mnene yule? Dada yake na yule chizi yule. Yule paka mwokota makopo. Namjua. Afu yule sio chizi. Sema tu ni hali ngumu. Wewe na ukota makopo. Sasa kama hali ni ngumu, anaumwa, ni mgonjwa. Kwa kuumwa na sisi kuwa na njaa, tumeambiwa siku 3 vinatuhusu. Sida wewe ujui, uelewi. Nishakwambia na wewe ni chizi kama yule. Kwa unanitusi. Kwa daftari, tukaibe daftari. Wewe unanitusi. Tukaibe daftari. Mimi chizi? Hamna, sio chizi. Ila ni wale. Tutafute nani? Tutafute daftari. Para nini? Daftari. Nitaangisha mchango. Umeona? Shakwambia mimi ni mkubwa tu siku zote. Ndio maana niyo. Yeye ni engineer. Hiyo ni plan ya kumianga Gamondi. Halafu tunafanyaje? Si tunachangisha, yani tunaenda tunawaandika watu tunawaambia yule dada ni mgonjwa. Sababu ni mgonjwa tunakuwa tunaorozesha. Tunaorozesha. Ukishaorozesha pale tunawaambia sasa shilingi ni 5,000, kiasi kidogo tu kila mmoja. Kibishe serikali inaingilia kati. Serikali wazo. Ila wewe ungesoma. Nilisoma. Usingekuwa na akili. Unaona? Suti. Hiyo sumeiba. Sasa tunaanzia wapi? Tunaenda kuiba daftari. Sio mtoto wa jirani anasoma? Anayesoma form nani? Anasemaga form 2. Alafu kweli. Utafanya yake waga. Anaachaga nje sana, unakuta wazazi wamefunga mlango. Kuna muda nilimkuta ameacha madaftari nje, anasema funguo hazipo.
Sasa tunachukua moja na kalamu. Na rula tunapiga mistari. Ndio maana ukubali. Mama sana sana ametukomoa. Kumbe sisi wajanja kumfidi ma. Sisi tumekuwa kile sasa tumekuwa zamani kuliko yeye. Hajui kama sisi ni maengineer eti. Twende. Hivi ni huko ni huko. Bani huko. We naye. Kwani unaelekea wapi? Meenda hapo kwa kijumbe mchukue hela. Sawa, ila anavyojua itakuwa nusu. Kwa sababu na mimi mwenyewe nimeenda pale. Nimepewa nusu, nimeambiwa kuna mjumbe sija anaumwa, sije kaenda zanati. Yaani mimi sitaki kujua vya habari ya kuwa nusu. Kijumbe ataniongezea, ndio kijumbe. Ataniongezea ile ilobaki. Kuna muda na wazo singezaliwa. Nimefuata hela yangu. Dada bila salamu. So salamu na kusaidiani. Sawa. Lakini hela yenyewe ipo nusu. Yaani mimi mambo ya kuniambia kwamba hela ipo nusu mimi sitaki kuelewa. Nilichofuata ni hela na nataka hela ya kukamilika. Kama ipo nusu basi kijumbe niongezee hiyo hela. Unajua hela naipataje? Hiyo hela inapatikana kwa ugumu dada. Hey, lakini mwenzetu kauguliwa. Kwa hapo tunafanya nini? Mvumilie basi kidogo. Yaani mimi mambo ya kuugua sitaki kujua kabisa. Yaani hiyo hela anapewa na kaka yangu nipeleke ada shuleni, lakini mimi naileta huku kwenye vikoba na malengo yangu. Yaani mimi natotaka leo hapa ni langu ya kutimia. Basi sawa, ngoja nione mimi nitafanya nini. Ndio ufanye sasa. Haya, ngoja niende kwanza ndani. Yaani mimi nipokee hela nusu. We, yaani siwezi. Mambo ya sasampa, hayo ndio mambo yangu. Hey. Hapa udogo. Acha hiyo baba. Hey. Eti tumepataje wewe? Eta masiara kwenye hela. Maga masiara mbele ya hela wewe. Haya. Kwa heri eti. Unajua katika hii dunia kila mmoja na hali ngili, lakini tukimzungumzia paka ana shida zaidi kuliko hata mtu mwingine. Yaani anapitia magumu. Yaani huwezi amini mpaka dadake anaumwa, yuko hoi. Unamzungumzia paka huyu Mokota Makopo? Sasa ana shida kivipi wakati juzi tu amekuja hapa kijiweni na amenunua simu alikuwa na shilingi 15,000. Kesh kabisa kaitoa na hajaomba hata kupunguziwa. Hadi mshikaji akawa anajilaumu eti nimesema bei ndogo, tukamwambia achana naye tu. Kwa jinsi ninavyosemekana paka alitumiwa shilingi 100,000. Lakini kwa jinsi unavyonielezea hiyo 100,000 itakiwa imeisha kwa sababu mimi nilikuwa namdai 20,000 na kashanilipa. Pia alikuwa anadaiwa kodi. Kashalipa 60,000. Na wewe tena hapo unaniambia alikuja hapa kanunua simu ya shilingi 15,000. Sasa kwa mahesabu hayo na matumizi yote hayo inaonekana pesa yote kashamaliza. Halafu kitu kingine, dadake, si unamjua dadake? Anaumwa. Na dadake msaada wake wote ni kwa huyu paka Mokota Makopo. Sasa hapa najaribu kuwaza. Hivi pesa ya kumtibia dadaka naipata wapi? Basi changamoto kama anayosema ndio hayo. Maana hata hiyo siku ambayo alikuwa anataka kutumiwa pesa, mimi ndo nilikutana naye na akaomba nimwazime simu hii hapa ili awasiliane na huyo mtu ambaye anataka kumtumia pesa. Na umetulia hapa? Nimetulia, jua kali, si unajua. Sawa, sasa hapa na shida ya mawasiliano, na mtu anataka niongee naye, sijui utakuwa na dakika kwenye simu yako? Simu. Sina dakika, lakini si hapa hapa. Hapa tu. Hapa. Halo. Halo. Karibu tuongee.
Shikamoo mzee wangu. Marahaba. Mimi ni yule kijana tulikutana, nikawa naokota lile kopo ambalo ulikuwa nalo. Sawa. Ukanipatia kadi yako ya mawasiliano. Nimekukumbuka. Vipi hali yako? Kwa kweli huku ndio. Huku jua linawaka, hali ni ngumu sana. Hata mimi naona. Yaani hali ni ngumu sana kabisa huku mzee wangu. Yaani hapa nilipo sina chochote mifukoni. Pole sana kijana wangu. Yaani nilikuwa natamani sana msaada wako angalau. Nilijua, ndio maana nikakupatia mawasiliano yangu. Ndio. Nataka nikutumie 100,000. Nikutumie kwenye namba hii? Hapana, usitume kwenye namba hii. Nitume kwa njia gani? Ngoja niende kwa wakala. Nakutumia namba ya wakala. Basi sawa, fanya hivyo. Sawa, nashukuru sana. Usijali. Yes. Tumia pesa kijana. Sawa, Mungu akubariki. Mimi nilishabarikiwa. Amina. Sasa najaribu kuvuta picha kwa hayo matumizi aliyoyatumia. Sidhani kama hiyo pesa inaweza ikawepo. Lazima pambane sana paka, kwa sababu yule ni mtoto wa kiume. Alafu kwenye hii dunia hakuna kitu chochote kile mwanaume ambacho anaweza kukipata bila kutoka jasho. Maana hata mtoto mwenyewe kumpata lazima atoke jasho ngongoni. Sawa unachokisema, lakini kwenye maisha wana upasi kukata tamaa hata upewe kitu gani. Hivyo basi hata yeye mwenyewe anaweza kapambana na akamsaidia dada yake. Mimi sioni kama kuna shida hapo, kwa sababu shida tumeumbiwa wanadamu. Kwa hiyo ni moja kati ya changamoto anayopitia tu, lakini ipo siku na imani Mungu anaweza kumuinua tu, akamshika mkono kama walivyo wengine, maisha yakawa vizuri. Fresh, tumie ngoja nini sasa hivi nishuke kule kwingine kwa. Kuna muda na wazo singezaliwa, maskini kila sehemu nakataliwa. The number you're calling is not reachable at the moment. Maisha leo yamenilemea, msalaba sina wa kunibebea, shida magonjwa yote yamenizidia, hata sijui nani wa kuniokoa. The number you're calling is not reachable at the moment. The number you're calling is not reachable at the moment.